أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول ربنا في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Leo tumo katika darsa ya 28 katika mfululizo wa darasa zetu kuhusu sayansi ya malezi kwa mtazamo wa Qur'ani. Katika darasa yetu ya jana tulijifunza namna ya kujenga sifa ya kujiamini kwa mtoto. Namba moja, tukaona kwamba ni kumfundisha mtoto namna ya kutawakkal kwa Mwenyezi Mungu, kumtegemea Mwenyezi Mungu, hasa katika mambo ambayo yanaonekana kwa macho ya binadamu hayana ufumbuzi. Na tumesema hili mzazi kwanza alivae kabla ya kumvalisha mtoto, kuamini kwamba mambo yakijifunga ikawa hakuna njia ya kutokea, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qadirun ala kulli shay, anaweza kila kitu. Mtoto akulie hivyo, atajiamini katika kupambana na maisha yake, hata kama hatopata majawabu katika matatizo yake, anaweza kuyategemezea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni swala la kiimani, ili mtu aweze kujenga ile hali ya kujiamini katika kupambana na maisha yake katika maeneo mbalimbali ya ilmu, ya uchumi, ya siasa, ya maendeleo kwa ujumla. Nukta ya pili tuliona ni kule kutambua kwamba mwanadamu ni kiumbe kilichoumbwa, kina sifa tofauti na viumbe vingine, kina uwezo kuliko viumbe vingine, kiumbe bunifu, kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekipa uwezo wa kuendesha hii dunia na akakifanya kuwa ni khalifa wa Mwenyezi Mungu. Hiki kiumbe kina majibu ya mengi katika changamoto zinazomkabili mwanadamu. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mungu mwenyewe amekipa uwezo wa kufanya mabadiliko mbalimbali, na kikiamua kiumbe hiki kufanya mabadiliko, Mwenyezi Mungu anakisapoti. Ni kiumbe ambacho allama Adama al-asmaa kullaha, kimepewa nyenzo zote za elimu, kwa hivyo kinaweza. Haya yanatakiwa yafunzwe kwa mtoto tangu akiwa mdogo. Kwa hivyo hizo nukta mbili ndizo ambazo tulizisoma katika darasa yetu ya jana. Leo tunaendelea na nukta ya tatu, na utaona kuna mambo mengi yanaingiliana katika mambo tuliyoyasoma, kwa sababu ni wahdatul mutakamila. Haya mambo yanaingiliana sana katika kumjenga mtoto. Kwa hiyo nukta ya tatu ni at-taqdiru. Waingereza wanasema appreciation, kuthamini kile kinachofanywa na
mtoto. Hii nukta ni muhimu sana, bali ni muhimu katika maisha yetu ya kila siku. Ukitaka kumjenga mtoto awe na sifa ya kujiamini, tambua na kuthamini vile anavyovifanya, ajue kabisa hili nilolifanya limekubalika. Itampa hamasa ya kutaka kufanya jingine na jingine. Tutapa mifano tu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi, kwa kuishi na masahaba wake, alikuwa na tabia ya kuthamini michango ya masahaba. Ndio leo hii ukienda katika vitabu katafute manaqib za masahaba, takriban masahaba wengi sana wana manaqibu zao. Manaqibu ni nini? Ni zile sifa. Yani manaqibu al-Imamu Ali, hebu katizame amesema nini kuhusu Imamu Ali. Ni masala ya kuandikiwa kitabu kama sio vitabu, sio? Na masahaba wengine unaowajua, hata kama kuna sahaba aliwahi kufanya makosa, lakini utakuta kuna eneo kuna manaqibu zake kupitia Bwana Mtume. Maanake wao masahaba hawakuwa maasumina, sio? Kwa hivyo manaqibu za Salman al-Farisi, Miqdad, Ammar ibn Yasir, wote wale utagundua kuna maeneo Mtume kawasifu kwamba huyu Salmanu minna ahlul bait. Haya, Salmani huyu na watu wake, lau kama imani na haki hii ingekuwa katika nyota fulani ya mbali, wangeiandama wakaifuata. Haya, katafuteni nyie leo, mna simu zenu, ka Google tu uangalie manaqibu za masahaba. Kwa nini Mtume awasifu? Kwa sababu alitaka kuwa encourage, kuwapa moyo zaidi katika mambo. Mwanadamu tabia yake hapendi kukaa na mtu anemlaumu kila mara. Ukiona rafiki kila mara anakulaumu tu, anaokulaumu, yeye kila mara anaona kasoro zako, ule urafiki unakufa. Kwa hiyo hii sifa ya appreciation, at-taqdir, sio tu kwa watoto tunaowalea. Yule mtu mwenye mke wake nyumbani pale, kisha pakapikwa chakula kikawekwa mezani akakisifu, yule mwanamke anasikia raha sana. Ile takdiri ya kwamba masha Allah, wali wa leo masha Allah mzuri, mboga ya leo fantastic, maridadi, chochote atakachokisifu kinampa raha sana yule mama. Na wakati huu katika mwezi wa mfungo, wewe futari yako mezani, yani vyote vilivyowekwa mezani hamna hata cha ajabu kidogo kimekufurahisha. Maana meza ya Waislamu mwezi wa Ramadhani haina mlo mmoja, sio? Haya, vote vilivyowekwa pale, hakuna hata kimoja cha kusema tu kwamba hichi masha Allah akasikia. Sasa appreciation hujenga sana, inajenga sana mahusiano. Ukiona rafiki ambaye kila mara anamsifu rafiki yake, urafiki unadumu. Maana binadamu ni sifa ya binadamu. Hata leo hii ukitoa mawaidha ukayapeleka kwenye mtandao, watu waka-comment, ukaona kuna watu wanasifu wanani, inakupa ari ya kuzungumza zaidi. Yani hii ni tabia ya mwanadamu, ni tabia ya mwanadamu kwa ujumla. Sasa mtoto hujengwa kwa kupewa majukumu, na kile anachokifanya kikatambuliwa, akafanyiwa appreciation. Amekuja, ametoka shuleni, amepata 60. Sasa ukianza kumwambia wewe mjinga wewe, kwani wa kwanza amepata ngapi? 92. Anambia angalia wenzako wana akili, si wewe. La, ni kumuonyesha kwamba hapo ulipofikia 60 mimi naamini unaweza wewe. Wewe ukiamua unaweza wewe. Wewe kwa akili yako mimi ninavyokujua, ukiamua wewe unafika 90. Na yeye atakupa excuse, unajua bwana ameleta maswali ambayo hata hajatufundisha. Maana yake ndio lugha za shuleni hizo, hata tukufundishwa haya basi. Lakini ukimvunja moyo ukamuonyesha hawezi, na ni kweli hatoweza. Kwa hiyo mtoto anahitajia hili. Kwa hiyo utaona Mtume alikuwa na manaqibu hizo, masahaba amewasifu katika sifa mbalimbali, ili kuwatia ari, kuwatia moyo katika jambo. Na mtu anajiamini zaidi. Tumewaambia hapa kwamba mtoto mdogo akifanya jambo, kafagia, alafu ukamsifu kwamba amefagia vizuri, kesho hahitaji kwenda kuambiwa kafagie tena. Atatoka mwenyewe, atakwenda
kufagia, kwa sababu umekubali ile kazi yake, umeipokea. Tizameni, Mtume hakukomea kuwasifu maswahaba tu waliokuwa mbele ya macho yake. Amesifu watu ambao ukisoma hadithi we mwenyewe unasikia raha, unaona kwamba na mimi nimo. Haya, hebu sikiliza hadithi kama hii tusikie kama utaona raha au hutaona raha. Mtume wakati fulani alikuwa na masahaba, akaomba dua, akasema Allahumma laqini ikhwani, ewe Mwenyezi Mungu nikutanishe na ndugu zangu. Hiyo ni dua ya Mtume, sio? Mara mbili kasema hilo mbele ya masahaba. Masahaba wakasema ama nahnu ikhwanuka ya Rasulullah, kwani sisi sio ndugu zako ewe Rasulullah? Faqal, akasema la, nyie sio ndugu zangu, innakum ashabi, nyie masahaba zangu nyie, yani mmesuhubiana na mimi, mko na mimi, sio ya masahaba zangu nyie. Wa ikhwani, lakini ndugu zangu, qaumun fi akhir zamani, ni watu watakaokuja katika zama za huko mbeleni. Amanu wa lam yarawni, wameamini lakini hawajaniona. Allahumma salli ala Muhammad. Yani huyo Muhammad wanamsikia tu lakini wamemwamini. Haya, we umo haumo? Kama umo unasikia raha, usikie raha kwa hadithi hii. Yani Mungu kupitia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye hazungumzi ila kwa ishara za Mwenyezi Mungu, anakiri sifa za watu ambao hawakumuona bwana Mtume, kiasi wakisikia wanajisikia raha kwamba kumbe na mimi nina daraja kwamba nimemwamini bila kumuona. Alafu kuna watu walimuona pia hawakumwamini. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amanu wa lam yarawni, wameniamini lakini hawakuniona. Laqad arrafanihimullahu biasmaihim wa asma'i abaihim, Mungu kanipa taarifa za majina yao na majina ya baba zao. Min qabli an yukhrijahum min aslabi abaihim wa arhami ummahatihim, kabla hawajatolewa katika migongo ya baba zao na vifua au katika matumbo ya uzazi ya mama zao. Na hadithi ya Ahlul Bait inasema hivi: tuba liman raani wa amana bi, thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Wengine wamesema tuba ni mahala maalumu, daraja maalumu katika pepo. Baadhi wamesema tuchukulie ndio hivyo. Kwa hivyo tuba, eneo hilo maalumu uko peponi, liman ni kwa ajili ya yule ambaye raani wa amana bi, aliniona kisha akaniamini. Yani maana yake masahaba hao, sio? Kisha Mtume akasema thumma tuba thumma tuba thumma tuba, mara tatu. Kwa ajili ya nani? Liman amana bi wa lam yarani, kwa yule aloniamini lakini hakuniona. Haya, we umo haumo? Kwa hadithi hii hausikii raha? Sasa Mtume hii sifa alikuwa nayo yeye kwa masahaba, lakini hakukomea kwa masahaba tu. Watu kama sisi ambao hatukumuona, hatukuishi naye, Mtume anatusifu namna hii na katupa daraja ya kwamba sisi ni nani? Ikhwanu Rasulillah. Na hii hadithi imetoka kwenye vitabu vya Ahlul Bait na vitabu vya ndugu zetu wa Ahlus Sunna. Na ya mwisho inasema kwamba Mtume alisema hivi: wadidtu anni laqaitu ikhwani, wadidtu min almawadda, nimependa sana na tamani sana lau kama mimi ningekutana na ndugu zangu. Maneno ya Mtume hayo. Faqala ashabuhu, masahaba zake wakasema awalaysa nahnu ikhwanuk, kwani sisi sio ndugu zako ya Rasulullah? Qala antum ashabi, nyinyi ni masahaba zangu, walakin ikhwani alladhina amanu bi wa lam yarawni, lakini ndugu zangu wale ambao wameniamini hawakuniona. Kwa hivyo Mtume kawasifu hata ambao hajawaona, ambapo ukisikia wewe unasikia raha, unaona kwamba imani yako kumbe ina maana. Hii appreciation inaleta nini?
encouragement, yani inakuencourage wewe katika imani yako. Unahisi kwamba kumbe wewe pia ulomwamini mtume bila kumuona una daraja mashaallah, na kakusifu bwana mtume. Suala la kutambua jitihada za mtu, sio mtoto tu yule mdogo. Katika masala ya leadership wanafundisha kwamba ukiwa kiongozi ukapewa nafasi ambayo zamani alikuwa nayo mwingine, manake kwa mfano umekuwa rais wa nchi, ukiingia katika ofisi ile na ukaanza kuendesha nchi, usiyakatae yote yaliyofanywa na alotangulia, na wala usitangaze kwamba hapa hamna kilichofanyika bwana, sisi ndo tunafanya. Ni makosa makubwa sana kiongozi. Umeelewana? Kwamba wewe leo sasa umefanywa mudiri, jana alikuwa mudiri ni mwingine, hutuba yako ya kwanza unasema tutatengeneza mambo hapa yameharibika, hamna chochote. Hiyo sio leadership. Uongozi ni kuonyesha aliyefanya kafanya, kajitahidi. Tunaanza pale alipoishia, tunaendelea. Hakuna mtu ambaye anaanza alifu wakati mwingine alianza zamani bwana. Kwa ndo tunapata uhuru leo. Kwa hivyo utaona kiongozi ambaye amepevuka, matured, husimama akakubali mazuri yote yaliyofanywa na aliyetangulia, akasifu, akaonyesha aliyofanywa alifanya mazuri. Ndio maana bwana mtume alikuwa akisimama akimsifu bibi Khadija. Sifu sana kwamba mimi sio leo mmeanza kuoa bwana, hata nilooa jana wazuri pia Ndio hata hasadi ikiingia kwamba lakini alikuwa mzee, sisi sasa hivi vijana umetupata, yule alikuwa mzee. Mtume akazungumza maneno yake mazito yanajulikana kwamba la amanat bi, aliniamini yule bibi Khadija wakati ambapo watu wote hawakuniamini, na alinipa fedha zake wakati watu walininyima. Hakuwa mwanamke wa kawaida. Hiyo ni appreciation, sio? Ni kutambua jitihada za mtu. Kwa hivyo kiongozi mzuri ni yule ambaye akiingia madarakani anatambua jitihada za wale waliotangulia, kwamba nashukuru bwana mkuu wa mkoa alinitangulia hapa, kafanya maendeleo makubwa, amefanya kadha na kadha na kadha, na sisi kwa kushirikiana naye na kwa ushauri wake tutapiga hatua zaidi. Huyu bwana yuko machua, ni bwana ana akili timamu, sio? Nadhani tumeelewana katika hilo. Hivi ndivyo ambavyo wataalamu wanatufundisha. Kwa hivyo mtoto sasa akifanya lolote lile katika mambo mazuri, muite, mpongeze, na kila unapompongeza mbele ya wenzake unamjenga zaidi. Msifu kwa kile alichokifanya. Ndio tukasema siku zile kwamba hakuna mtoto mtukutu mwenye mabaya yote hana jema. Lazima utagundua kuna kitu kizuri anacho. Shikilia pale pale kile kizuri, msifu, utajenga tabia ya kujiamini. Na kama nilivyosema, ukimsifu leo kwa kazi, kesho atakwenda kuifanya nyingine bila kuambiwa. Hiyo ni nukta namba ngapi? Namba 3. Namba 4, al-istiqlaliyatu wal musharakatu fil amal. Mtoto ajitegemee lakini ashirikishwe katika kazi. Hapa kama nilivyosema, haya mambo yanaingiliana sana. Tumelitaja kule, lakini hapa limo katika upande wa kumjenga mtoto kujiamini. Mwache mtoto ale chakula peke yake, avae nguo peke yake, afue nguo ndogo ndogo, ajitegemee katika mambo kadha. Sasa ili tusirudie sana na orodha ya mambo 10 ya haraka kuyataja, kwa sababu tumepata mawasiliano na hasa kwa watu wengine kama kina mama ambao wako na watoto wakati wote. Tunataja baadhi ya nukta za kumshirikisha mtoto ili aweze kufanya mwenyewe. Kwanza kabisa, mtoto wa miaka 7 kushuka chini. Kushuka chini sasa inategemea ukuaji wa mtoto. Mwingine miaka 2 anaweza haya mambo, mwingine miaka 3, lakini ile 7 ya kwanza. Kisha mtoto miaka 7 ya pili, tumezungumza sana ile 7 ya kwanza, sio? 7 ya kwanza wataalamu wamesema walioyasema. Alafu tukaona katika Uislamu hadithi inasemaje? Aachiwe acheze. Tukasema kucheza sio mujarrad wa kucheza. Kucheza ni shule, sio? Kwa sababu tulitaja orodha ya mambo. Katika kucheza kuna nini? Kuna ubunifu, kuna kuibua vipawa. Na Jacques Rousseau akasema kule kucheza kule nature ndio itamfundisha, sio? Kwa sababu nature ni mwalimu pia.
kwa mtazamo wa Russo. Kwa ile miaka 7 ya kwanza iliyotajwa katika hadithi mbalimbali ya kucheza, tumeona kwamba sio mujarradi wa kucheza tu, ni kwamba ajifunze kutokana na mazingira, na kazi ya mzazi ni kuangalia asidhurike katika michezo yake. Haya, anaanzia 7 kwenda mbele. Sasa miaka 7 kwenda mbele, hadithi imesemaje? Mfundishe adabu. Tumeona njia nzuri ya kufundisha adabu ni ipi? Learning by observation, ni kutizama, sio bin nadhar. Lakini vile vile kwa vitendo, ndo wanasema wenyewe walimu, learning by doing. Learning by doing, kusoma kwa vitendo. Na hii ni mbinu nzuri sana ya kufundisha mtoto, anasoma kwa kufanya. Sasa miaka 7 kwenda mbele ni mpaka miaka 14 ni wakati wa kumfundisha adabu mtoto. Katika mambo nyumbani anaweza kufanya mtoto wa kike na wa kiume, kwanza kuna vitu vidogo vidogo. Namba 1, vitu kama kufuta meza. Sio lazima dada wa kazi ndio aende kufuta meza, sio. Mfundishe mtoto, nenda kafute meza. Na usisahau, tumesema mambo haya yanaingiliana. Akishafuta, hata kama hajafuta vizuri, tambua alichokifanya, ndio ufanye ile appreciation. Msifu, alafu kama unataka kumkosoa, mkosoe baada ya kusifu. Lakini hapa kidogo ungefuta sawa sawa. Na sauti ina maana sana katika kuzungumza. Umeinyanyua, umeishusha, ndio ile inna ankara al-aswati la sautul hamiri. Tumeona kule kupaza sauti si moja katika njia nzuri za kulea. Kukemea na kulaumu sio njia nzuri ya kulea. Umeelewana? Kwa hivyo msifu, kisha onyesha dosari kama kitu kidogo tu katika lile zuri alilofanya. Lakini hapa kidogo pembeni hapa ilikuwa unatakiwa ufute hivi, muonyeshe kivitendo. Yule tayari umeshamtibu yule. Kwa hiyo vitu kama kufuta meza mshirikishe. Kufagia mshirikishe mtoto wa kiume na wa kike. Namba 3, kukunja nguo. Kuna watoto hata nguo zao hawakunji. Yeye akitoka shule utaona nguo zimewekwa kama vifurushi. Pale aliposimama ndio anaachia suruali yake. Akipiga hatua ya pili na shati anaiacha pale. Ya 3 ni kisha anatoka. Ukiingia chumbani ni vurugu mechi. Mfundishe mtoto kukunja nguo zake tu. Atakunja ovyo ovyo, lakini ataziweka mahala maalumu. Ujue huyu kesho ana nyumba yake jamaa. Kama hajajifunza tangu mwanzo, chumba chake na mumewe au chumba chake na mkewe kitakuwa hakiingiliki. Kwa hivyo kukunja nguo. Namba 3. Namba 4, kuna kupanga nguo zake. Anaweza kuambiwa atoe nguo, akavuruga zote, kisha akaitoa ile ya kwake akaondoka. Alafu mwanabinti wa kazi ndo anaambiwa kapange nguo. Haya si malezi jamaa. Hivi ni vitu vya kumlea mwanao. Usipompa haya, wewe ndio unamdhulumu. Kwa hivyo kupanga nguo zake. Kuna vile vile kufunga au kufungua madirisha. Maana asubuhi watu wanafungua madirisha, sio? Jioni watu wanafunga madirisha. Nenda kafunge jioni tayari mbu ataingia, kafunge madirisha. Haya, hili linahitaji msichana wa kazi. Mtoto wa miaka 7 kwenda mbele hawezi kufunga madirisha. Hawezi kufungua madirisha. Hawezi kufungua pazia. Kwa hiyo malezi ni katika hivi vitu vidogo vidogo. Akishakuwa na commitment ya kujua huu ni muda pamekucha, watu wafungue madirisha, wafungue pazia, jioni giza limeingia, tufunge madirisha. Haya ni malezi tosha. Kwa hiyo mfundishe hilo. Kuweka vitu mahala pake. Mara nyingine nyumba inaweza ikafanywa vurugu pale, ukiingia tu unaona kila kitu, kiti kimewekwa kule, hiki kimewekwa kule. Mfundishe mtoto kupanga tu. Asogeze hichi akiweke pale, mto ulotupwa chini auchukue aweke kwenye kochi. Ile kupanga tu nyumba. Hivi ni vitu mtoto anaviweza. Unaweza ukamuelekeza mpaka akazoea. Lakini vile vile kuondoa vyombo. Watu washamaliza kula. Hivi kubeba sahani mtoto miaka 7 kwenda mbele hawezi. Yaani yeye amalize kula tu aondoke zake. Hayo sio malezi sawa sawa, sio?
hata kama unamlipa pesa nyingi mfanyakazi. Chakula watu washakula, mwambie haya kila mtu aondoe sahani. Abeba ile sahani tupo aipeleke mahali pake, achukue nyingine apeleke mahali pake. Ni vitu vya kawaida, lakini mlee mtoto. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo nimetaka kuvitaja makusudi. Vile vile kupeleka chakula mezani. Sio lazima mke wako tu alete. Na wengine makosa ni kwamba mwanamke binti wa kazi ndiye anayepeleka chakula mezani, baba amekaa pale anasubiri, yeye ndio anampelekea. Sasa ikiwezekana huyu mtoto wa kike na wa kiume atumwe alete chakula mezani, sio? Kuna wakati utamfundisha hata namna ya kushika glasi Pengine ile glasi anaishika anatia mkono katikati analeta mezani, sio? Una nafasi ya kumwambia glasi haishikwi hivyo bwana, inashikwa pembeni hivi Pengine atavileta vitu vimeloa maji, utamwambia hapana, vitu vinakaushwa bwana, vinaletwa mezani. Pengine atashika vijiko vibaya, utamwambia mikono yako misafi, hapana, nawa mikono ndio ulete sahani mezani. Kwa hiyo kuna namna nyingi za kumfundisha. Usingojee siku anakuja kuposwa, maana moja katika mbinu za kuposa mwanamke ni kutizama yule binti kalelewa vipi. Anaambiwa pale kuna wageni pale sebuleni wapelekee juisi. Wale wageni ndio wakwe wenyewe, sio? Kumbe wanasoma kwamba namna gani ataleta ile juisi pia. Na namna gani atawakaribisha wageni. Wanaweza kutoka pale wakasema hapa hatuna mke Kisha watu wanasema tukuja kuwatembeleeni tu bwana, siku nyingi hatukuwaona. Vipi, salama? Salama. Kisha watu wanaaga. Kwa hivyo wazee wa zamani walikuwa wanampima mtoto wa kike kutumwa tu kwamba peleka kitu fulani, kuna wageni, wanaangalia namna gani ataleta. Kwa hiyo wewe muandae mwanao mapema, zile glasi ataletaje, usafi atachunga usafi kiasi gani. Kuna vitu vingine kama vile kukuna nazi. Siku hizi watoto wa siku hizi hakuna hadithi ya kukuna nazi Wananunua nazi za pakti, sio? Ambazo hata ikiwekwa mezani haina ladha, sio? Lakini wao wamekulia nayo, wanaiona ndio sawa sawa. Niambie ni nani katika watu wazima hapa mwanaume hajawahi kukuna nazi? Sisi sote tumekuna nazi. Ilikuwa ni aibu kwamba mwanaume anakuna. Hakuna kijana let's say miaka 40 kwenda mbele hajawahi kukuna nazi. Unawekewa pale nazi, kaa ukune. Kama huko pwani ndio zaidi, kwa sababu huko nazi ndio kwao, sio? Kwa hivyo haikuwahi kuwa ni aibu mtoto wa kiume kukaa jikoni akakuna nazi, mama yake anamsimamia pale. Kisha amwambie hii kifui hujamalizia vizuri, hebu malizia. Anakuna nazi pale, akimaliza anaenda kwenye michezo. Kitu cha kawaida. Na wazazi walikuwa wakifanya hayo, sio? Na sisi zamani sio tu mzazi. Yule mwalimu wa madrasa akiingia kufundisha pale, anamchagua binti fulani, nenda kamsaidie mama yako huko ndani. Yule binti wa kazi, yule binti wa madrasa walopevuka kidogo huingia ndani kwa mke wa nani? Wa mwalimu. Kule huenda wakajifunza kazi za kupika, kunini nini, anarudi baadaye pale. Walikuwa wakifanya hivyo, na mzazi alikuwa halalamiki kwa sababu alikuwa akilelewa vile vile. Mara nyingine akafundishwa tohara yake na mke wa mwalimu. Tumeelewana? Sasa haya mambo ni ya kumlea mtoto, kwamba yule mama akiwa jikoni kuna vitu vidogo vidogo anaweza kumtuma mwanae pale. Kuna kukata nyanya, kuna kukata vitunguu. Avifanyi hivi vitu. Ndio sasa tuna generation ya wanawake anajisifu kwenye mitandao kwamba mimi siwezi kupika ugali, mimi siwezi kupika maharage, mimi siwezi hivi. Yaani wewe kila kitu huwezi. Na wewe unaweza ukasema huyu si mke, kumbe na mume mwenyewe sampuli hiyo hiyo pia. Yaani mume wa kisasa na yeye ni hivyo hivyo. Maana wakikaa nyumbani, chips leo wapi? Mume na mke, chips leo wapi? Wanajua kuchemsha tu na kukatia nyanya na vitunguu ndani. Wangapi katika wanaume wa zamani wanaojua kupika, lakini vijana wa sasa hivi wanajua kupika na wako tayari kupika. Jambo la kawaida kabisa ila kupika bwana, sio la mwanamke peke yake. Kuna siku ataugua pale ukaambiwa umwekee uji jikoni, sio? Nilikuwa nikitazama mchezo mmoja wa kuigiza, lakini unafunza kwamba bwana akamfuata mkewe, hajisikii vizuri. Mke yuko jikoni anaandaa chakula lakini hajisikii vizuri. Akamwambia bwana haya twende, akamkokota akampeleka mpaka kitandani, akamwambia we lala leo, akamfunika na shuka ili kazi. Lakini alipoingia jikoni kufanya zile kazi,
Kila dakika 2 anarudi kwa mke, anamwambia sasa viungo ni hivi au hivi. Mke anamwambia ni hiki. Anakwenda dakika 3 anarudi, mpaka yule mama akaona sasa sio kupumzika tena, ni bora nikae jikoni. Akamwambia haya, lala wewe, nikufunike. Akamfunike, akarudi jikoni. Kwa sababu hamna kupumzika, wewe hamna unachokijua, hujui kila kitu. Kwa hiyo mimi sipumziki, unankera tu. Ifikie mahala hata chai wewe unajua kuitengeneza, sio? Sasa haya mambo yanaanza huku udogoni. Kwa hivyo kukuna nazi, kukata vitunguu. Lakini kuna jingine, mtoto afundishwe hata kuhifadhi pesa zake. Kuna wazazi, mtoto hata akipewa na mgeni anamwambia lete nikuwekee. Kwa nini usimwambie weka, tunza vizuri pesa yako, sio? Wewe utamwekea mpaka lini? Hebu mwambie aweke pesa zake vizuri. Na mzazi mwingine atengeneza hata kile kinachoitwa kibubu, akwambia haya utaweka pesa zako hapa. Ama masala kwamba utapoteza wewe, lete nikuwekee, unamfundisha kutojiamini, kwamba yeye hawezi kuweka mpaka awekewe. Sasa mwambie kaweke pesa yako vizuri, kesho atakuja kulalamika pesa yangu imepotea, sijui nani kachukua, mwambie uliweka vibaya. Sasa ukipata nyingine weka vizuri isipotee. Ndio ajifunze hivyo. Ndio yale tulisema akienda boarding, kwa sababu alikuwa anaishi maisha ya kiolela, ile siku ya pili tu analia, ndoo yangu imeibiwa, sijui kitu gani kimeibiwa. Baada ya siku 2-3 anapiga simu nyumbani, vitu vimeibiwa. Lakini baada ya mwaka, akija mwaka wa pili, yeye tena ni mwalimu, sio mwanafunzi. Wale wageni wale wanaokuja ndio wanafunzi. Sasa ndio namna ya kusoma, sio? Kwa hivyo pesa zake mwache aweke mwenyewe. Kuna wakati mwingine ni nguo ya kuvaa tu. Kuna wazazi hawampi fursa mtoto hata kwamba avae nguo gani, mpaka yeye akamchagulie vaa hii na hii. Tamwambie kachague nguo ukavae kule. Mara nyingine muulize kwa nini unapenda hii nguo. Utajua hata testi yake, sio? Nguo ziko pale, mwambie katika vae, yeye mwenyewe achague ya kuvaa, aje amevaa. Kuna nguo utamuona kila mara anairudia, utajua anaipenda. Ya kwa nini unaipenda hii nguo? Kwa sababu fulani. Kwa hivyo isifikie mahala mpaka nguo ya kuvaa lazima umchagulie. Kuna jingine muhimu, ratiba ya kila siku ya mtoto. Usimwache mtoto miaka 7 kwenda mbele hana ratiba. Lakini usimwandikie wewe ratiba. Ile timetable mwambie niandikie kuanzia saa fulani mpaka saa fulani. Alafu akikuletea wewe ndo jaribu kumwambia hapa ungefanya hivi, ungefanya hivi, ungefanya hivi. Atajifunza nidhamu mapema ya kutumia muda. Na atajiamini kwamba mimi ndo ninajipangia mwenyewe la kufanya. Kama hivi sasa wamerudi watoto sikukuu, atakula sikukuu na siku kadhaa za kukaa, mwambie siku 2-3 ratiba yako ikoje? Nitafanya revision saa ngapi mpaka saa ngapi? Yaani akueleze tu kwamba muda fulani mpaka muda fulani tushamaliza sikukuu, kuna siku 5 mbele nirudi shule. Amekaa tu, hayo na ratiba. Pengine katika ile ratiba utamwambia hapana, muda huu utakuwa jikoni msaidie mamako. Hii haya kufanya revision muda fulani ndio bora. Pengine utamwambia leo ni Alhamisi, hii siku ni Alhamisi, kuna dua muda huu, umekosea. Ni kipindi cha dua. Ukishaanza mapema ndio utaona leo hii kuna mtu akitoka nyumbani ana orodha ya kazi zake. Kwamba leo tangu jana ameshaandika kwamba kuna kuonana na fulani na fulani na fulani na fulani. Haya ni malezi. Lazima ujue siku yako unaimalizaje bwana. Kuanzia asubuhi mpaka jioni kuna watu wa kukutana nao, kuna mtu wa kupigia simu, kuna kitu cha kwenda kuchukua mahala, viandike, usipoandika utasahau. Lakini haya yanaanzia huko nyuma, mtoto tangu mwanzo ajue kutengeneza nini? Ile timetable yake. La mwisho, ajue kutatua matatizo mwenyewe. Akija mtoto analalamika kwamba mwenzake kampiga ndugu yake, muite yule ndugu yake, mwambie umempiga. Kila mmoja lazima ajitetee, ndio kawaida binadamu, sio? Lazima ajitetee, lakini hatimaye nini? Kampiga mwenzake. Haya bwana, muombe msamaha yaishe. Sio kama tuko pamoja? Yaani wewe usimuombe msamaha mtoto, mwambie mtoto mwenyewe muombe msamaha mwenzake. Kwa lugha nyingine atatue tatizo, watatue wao kwa wao. Alafu na yule anayeomba msamaha akikataa mwambie msamehe tu. Shaona? Kwa hivyo mtengeneze mtoto katika mazingira ya kwamba yeye mwenyewe atakwenda kumuomba msamaha mwenzake.
nimekosea basi nisamehe. Alafu na yule akikataa pia muambie, bwana sio vizuri, mwenzako kukuomba msamaha, mkubalie, yawe yamekwisha baina yao, wewe ni kama refa tu. Hii inajenga sana. Watu tumeelewana. Hizi nukta zote ziko chini ya nini? Ya kumshirikisha mtoto katika kufanya mambo mwenyewe. Ni nukta namba 4. Nukta namba 5, taqabbul dhatihi. Mfundishe mtoto ili ajiamini, mfundishe kujikubali. Sio kama tunaelewana hilo. Mfundishe mtoto nini? Kujikubali. Yani vile alivyokuwa ajikubali. Katika matatizo yanayopata watu wazima wengi ni pale mtu anakuwa hajajikubali. Ikiwa hujajikubali huwezi kuwa na confidence. Yani wewe mwenyewe ulivyokuwa hujajikubali, kwa hivyo kila unapokuwa mbele ya watu hutaki wakutambua ulivyo kwa sababu hujajikubali. Sasa mwingine kabila anauliza kabila gani? Ananyamaza kimya. Yani kabila lake pia hana imani nalo. Hataki watu wajue kabila lake. Watu wakijua mimi ni Mrangi itakuwaje? Wakijua mimi ni Mpare itakuwaje? Yani wewe kabila lako pia unaona haya kulitaja hadharani. Ndio utaingia darasani vijana hawa wengine wanamuuliza, kwani wewe kabila gani? Wewe kabila gani? Mwingine ananyamaza kimya. Hataki kusema mimi haya. Kwani kuna tatizo gani? Sio? Kuna tatizo gani katika kabila lako? Ni hali ya kutojiamini wewe. Litangaze watu wajue. Jiamini. Kwa hili ni tatizo tunalo jamaa, mnaligundua hili hata kwa watu wazima, na hasa ni tatizo kubwa. Hatutaki kusema tuna promote ukabila, lakini wewe kabila lako mkosa kuzaliwa kabila lile, kwani umechagua wewe? Kwa hiyo mtoto afundishwe tangu mwanzo, hata akiwa na ulemavu wote ule, ajikubali kwamba yeye yuko strong na ile kasoro si kasoro, bali anaweza bado kufanya mambo yake makubwa. Kwa hivyo hilo ni jambo la kwanza. Kuna kisa kilitokea, ananukuu mmoja katika wataalamu wa malezi, anasema kwamba mtoto mmoja aliletwa kwake ili amtibu. Huyu mtoto alikuwa mnene sana. Sasa kule shuleni wenzake wanamfanyia maskhara, unajua tayari tuliyosema kwamba kila mmoja anatizama anapachikwa jina. Sasa kwa kuwa alikuwa mnene sana, wakawa wanamtania sana mpaka akawa mnyonge. Ndio ile kwetu unasema tipwa utamuita sijui nani mnamuita tena? Bonge sijui tembo, watu wa Arusha wanasema Kwa hivyo amepachikwa majina mengi mpaka hana raha na shule kwa sababu ya umbile lake. Ikawa hapendi hata kwenda shule. Mama ikabidi amtafute mtu mtaalamu amsihi ili aweze kumrejesha mtoto shule. Yule bwana alipopewa taarifa zile akasema hili linahitajia kama 2,000-3,000 kutibu ile tatizo. Haya 2,000-3,000 vipi? Kaninunulie kamba uniletee. Mama akaenda kununua kamba ndefu nzuri akamletea yule mtaalamu. Yule mtaalamu akamkalisha mtoto akamwambia hivi, sikiliza. Ukienda shuleni sasa wakati ule wa kucheza, maana wakati wa kucheza hawataki kucheza naye kabisa. Kukimbia hawezi, kunini hawezi, kwa hiyo hawamuoni kama yani wamemtenga. Akamwambia hii kamba chukua nenda nayo shuleni. Ukifikia ule wakati wa break wa kucheza, introduce mchezo mpya, waambie tuvute kamba. Mwanze mchezo wa kuvuta kamba. Kwa hiyo akaintroduce mchezo mpya wa kuvuta kamba. Baadhi wanakaa kule, wengine wanakaa huku. Kwanza mmoja, kila anayevutwa yeye hamna anayemweza. Si mnene yeye kajaa, sio? Alafu walipokuja makundi ya kuvutana, kila mmoja anataka kuwa naye kwa sababu upande ule utashinda tu Mpaka akamjengea confidence yule mtoto kwamba yeye sasa anakimbiliwa na wengine. Akatatua tatizo. Sasa huku ni kujitambua tu kwamba ile sifa inaonekana mbaya, ina potentiality pia. Ina eneo ambayo ni sifa nzuri, ni matumizi tu, sio? Kwa hivyo ukishajitambua kwamba na wewe kuna nafasi yako, na mtoto ajengwe hivyo kwamba kuna ninaloliweza wengine hawaliwezi, utamjenga yule mtoto, atajiamini. Ikawa yule mtoto kila siku yeye shule mapema anataka kwenda na kamba yake kwa sababu ana michezo na yeye ni super na yeye. Sasa mtoto tangu mwanzo ajengwe kujiamini, vile alivyokuwa ajikubali, ajipokee, akubali hali yake.
Wewe unadhani maradhi ya watu sasa hivi vile unavyoona mtu anakuja kupaka chemical anachubuka, wewe unadhani maana yake nini? Hajajikubali yani ile hali yake haikubali, anataka ya wengine. Na hasa kwa watoto wa kike sasa hivi, yani unakuta ni mtu mwingine tofauti, pengine usiku akinawa uso akatoa vile virago vyake vya usoni vyote, ni binadamu mwingine. Na anaweza kuwa kama jini mara nyingine, kwa sababu kope kaondosha, nyusi kaondosha, sio? Sijui midomo imepigwa sindano imefutuka, imekuwa kama tube. Nywele sio za kwake, kafanya vitu usoni, akija akinawa uso ni mtu mwingine yule, sio yule unomjua. Hakuna alipoacha, kucha kaweka si zake. Na siku hizi na weupe pia wanapaka mkorogo. Manake hajaridhika tu, bado hajaridhika. Na hakuna rangi inayovutia kama ile yenyewe ya asili aliyoumba Mungu. Akishaivuruga tu ukimtizama hivi unasikia kichefuchefu, sio? Na Mungu ndivyo alivyotuumba, sio? Ile yako asili ile hata ikiwa nyeusi, mashaallah inavutia. Manake Mungu kaweka lea mwenyewe mbalimbali pale, anajua kwa nini kaziweka. Alafu unaenda unaondosha zile lea. Ndio siku hizi watu wanaogopa jua kama nini? Kwa sababu jua linawakashifu. Kipindi cha kiangazi wanaongeza dozi ya matumizi ya mkorogo. Sasa ni kutokujiamini bwana. Mtu mzima anayejiamini ni yule anayejikubali vile alivyokuwa. Na kuna walioingia huko wakiwa warembo wakaharibu urembo wao, walitaka kurudi reverse, hawawezi tena. Ndio ile dhahabatin naama tatlubul qarnayn faraja'at bila udhunayn. Umetaka uzungu ukaukosa, na ulipotaka kurudi katika Uafrika pia ukashindwa. Yani hujapata uzungu na Uafrika huwezi kurudi tena. Haya, wewe ni binadamu sampuli gani? Wakati na kati, sio? Sasa jikubali ulivyokuwa. Mtengeneze mtoto tangu mwanzo ajipokee vile alivyokuwa. Namna alivyokuwa, hata kama una kasoro gani, kuna mambo unaweza kuyafanya ukakubalika. Ikawa umeweka pazia, watu hawaoni ile kasoro yako, wanaona yale mafanikio yako. Kwa hivyo mtu ajifaharishe na kabila lake, kitu cha kawaida, aseme hadharani, kuna wasiwasi, sio? Kuna mtu madhehebu yake mwenyewe hajiamini jamaa, akiingia mahala hata hakuna madhara yoyote ile, anaogopa pia kufanya ibada kwa mujibu wa madhehebu yake. Tumo katika sisi jamaa, yani hajiamini katika madhhabi yake pia. Akikaa na watu hataki wajue kwamba madhhabi yake ni yapi. Hau ni udhaifu bwana, ni udhaifu wa kupindukia. We madhhabi unaamini kitu fulani, utaheshimika zaidi ukionyesha namna unavyojiamini. Kuna mzee mmoja, Mungu amrahamu, katika watu wacha Mungu sana wa Zanzibar, aliwahi kututembelea zamani tulipokuwa pale miaka karibu 30 iliyopita. Akiitwa almarhum huyu mzee Kasamali Chando, Mungu amrahamu. Ni katika watu wa kupigiwa mifano katika ucha Mungu huyu mzee. Anasema tulipokuwa katika moja ya nchi za kimagharibi, wenzetu wengine Waislamu walikuwa wanaona haya kuvaa kanzu, kwamba ataonekana vipi, yani ataonekanaje, gaidi mshamba. Lakini yeye alikuwa akivaa kanzu yake kule kule. Sasa ajabu ni kwamba watu wanaogopa macho ya watu, wanashindwa kuonyesha Uislamu wao. Lakini hatimaye siku moja usiku alikuja kugongewa mlango na jirani. Jirani anasema hivi, naomba nisaidie, dokta naomba nisaidie. Anamwambia mimi sio daktari. Anamwambia hivyo unavyovaa nilikuwa ninadhani wewe ni daktari. Kwa hivyo lile vazi limemnyanyua yeye kumfanya ni daktari, wakati wengine wanaogopa kulivaa kwamba wataonekanaje. Sasa kwa kila siku anavaa kanzu yake, yule bwana si Muislamu, mzungu, yeye akawa anajua huyu ni daktari. Mimi si daktari. Sasa mara nyingine unaweza ukajidharau wewe, wakati ambapo ni heshima kwa kujitambulisha vile. Kabila lako bwana sio aibu. Aibu ni mtu kutokuwa na kabila. Yani mtu hana kabila ndo aibu. Lakini madhali una kabila wewe, ni fakhri kwako. Aliamua uzaliwe huko, na huyo aliyokuzaa ni Mungu. Kwa hiyo usione aibu wewe, usifute hata lile jina la mwisho lile ambalo linaashiria kabila lako, Msuya, alafu unaliondosha. Hapana. Kuna tatizo gani? Kwa hiyo ni hivyo.
An Abi Ja'far alayhi salam anasema, kafa bil mar'i aiban an yubsira minan nasi ma ya'ma anhu min nafsihi. Maneno ya Abu Ja'far ya hikma, anasema inatosha kwa mtu kuwa ni aibu ikiwa mtu yule ataona kwa watu mambo ambayo yeye hayaoni kwake. Tatizo letu la kijamii hilo. Wewe usijali macho ya watu, jiamini. Madhali unachokisimamia ni haki, alafu kile unachokiona wewe ni kasoro. Kila mtu ana kasoro zake, na yule anayeneza kasoro za watu, hadithi inamwambia ni aibu kubwa inayotosheleza kabisa kuwa ni aibu mtu akawa anayaona ya watu ambao ni ya aibu, alafu haoni ya kwake. Yeye kila siku mkuchambua. Shairi anasema kamathali dhubabi yurai mawdhi'a al-ilali, ni kama nini? Nzi, yeye anaona maeneo yenye kidonda tu, yani mwili mzima yeye haoni, anaona kwenye kidonda tu anakwenda pale. Hasa kuna watu ni nzi, hamuoni mtu ila kwenye kidonda tu, yani kwenye kasoro ndo anaona, lakini pengine pote yeye haoni. Kisha akasema au yu'ira an-nasa bima la yastati'u tarka, au awatie dosari watu katika mambo yeye mwenyewe hawezi kuyaacha. Yani yeye mwenyewe mzinifu anawaona wazinifu. Sampuli ya watu hao tunao, sio? Kisha au yu'dhi khalilahu bima la ya'nihi, au amuudhi rafiki yake lakini katika mambo ambayo hayamhusu, mambo ya ndani ya familia yanakwenda kuchokonoa, anataka kuyatoa hadharani, hayamhusu. Haya ni maneno ya Abu Ja'far alayhi salam. Namba 6 ni katika mambo ambayo tumeyazungumza sana, alhubbu wa ish'aruhu bil amni, ni kumpenda mtoto na kumuonyesha amani, salama. Mtoto aishi akihisi amani. Yani kuna watoto ukifikia muda wa kurudi baba anakosa amani, hana amani kabisa, kwa sababu ni kugombezwa, kulaumiwa. Yani mtoto pale nyumbani awe na amani, hili litamfanya awe na sifa ya kujiamini. Kuna njia nyingine tunazozitumia katika malezi za kumtisha mtoto na kumtia hofu, mpaka tunatengeneza jitu jioga halina amani. Na sisi sote tumelelewa na tunalea hivyo. Ndio tumewahi kusema siku moja hapa, mtoto kakataa kunywa uji unamtishia dude. Niitie yule fulani atakuja kumtafuna. Si ndio kawaida namna tunalea? Alafu mtoto ili anywe uji kwa sababu asipokunywa kuna dude litakuja limngate. Na anaogopa kweli, kisha anakunywa uji kwa sababu kuna dude litamngata. Unamtengenezea imagination ya vitu ambavyo havipo. Unamtengenezea hofu mtoto. Sasa ukizalisha jitu jioga, usishangae. Wewe ndio ulotengeneza sifa hiyo, sio? Kwa hiyo usimtishie mtoto dude. Isiyo ni ile kisa cha Al-Qadhi Ar-Rashid ibn Zubair, kwa unatafuta jitu la kumtishia mtoto. Hapana. Hapo tumeelewana hilo. Na si kumtishia tu, sio nukta yetu, lakini kuna kitu kingine huwa kinaibuka pale cha kumfundisha mtoto awe bakhili. Unamwambia mtoto ukikataa kunywa uji nitampa fulani. Hamjaona hiyo leo? Haya fulani njoo. Yani unatishia, unampa mwingine uji ili yeye akubali. Sasa hiyo ni choyo unamfundisha, kwamba aunywe tu kwa sababu asipounywa atakunywa mwingine, na ili mwingine asinywe yeye anywe ili amzuie asinywe. Sasa unamlea mtoto awe nani? Mchoyo, ambaye hata kama kitu hakitaki akichukue tu ili mwingine akose. Wewe hamu yako ni kwamba ale tu, lakini haya mengine huyatizama. Kwa hivyo kumfundisha mtoto uoga na kumtishia kuna mnyima mtoto amani. Kuna mzazi mwingine mtoto akifanya kosa hana nia kumpiga, lakini atampa vitisho wiki nzima, mtoto hana amani, anajiuliza saa ngapi nitapigwa. Leo imepita, labda mkesho. Wiki nzima anakaa anasubiri lini nitapigwa. Kwa hiyo anakosa amani wiki nzima. Huyu mtoto alokosa amani wiki nzima, huyu mtoto ni mwoga, huyu hawezi kujiamini. Kwa hiyo lazima umtengenezee mazingira hayo ya amani. Kuna miji yetu mingine wanaita vikoto. Kikoto ni kule Mombasa, ni fimbo maalum ya kuchapia watoto, inatundikwa sebleni pale. Nipeni kikoto changu.
Akishasema hivyo maana unajua sasa kinachofuata ni nini. Sasa kutundika fimbo nyumbani sio sawa sawa bwana. Ni wao wanaitizama kwamba iko pale. Kwa hiyo amani, wanakosa amani. Unajua sisi sote tulikuwa watundu na tumesema kuna umri ni tabia ya mtoto. Haya sasa siku ukichelewa nyumbani manake unacheza kweli kule, unasahau kabisa mpaka giza likiingia na unakumbuka nyumbani. Kwa sababu giza likiingia kila mmoja lazima arudi kwao. Haya sasa umepauka na unajua mzee kisharudi. Na wewe kurudi lazima urudi. Kwa hiyo unaanza taratibu, unasogea taratibu mpaka unafika getini. Taratibu. Na kikubwa unachonyemelea ni kwamba kama hawatakuona moja kwa moja uingie bafuni. Ili ukitoka utoke kidogo na nafuu. Sasa hizi ni hali wanapitia watoto wote bwana. Hatutaki kuencourage, lakini tunataka kusema hivi, tumesema hapa mtoto anayesikiliza kila kitu kwa mzazi, hewallah sio mzuri. Akitoka nje huyu wa hewallah, huwa ile mob psychology inamchukua. Akipewa sigara na mwenzake hewallah pia. Bangi jaribu hewallah pia. Lazima ajifunze kusema hapana au kuhoji, na wewe ndio utatengeneza mazingira yale. Kwa hiyo usimsifu mwanao kwamba kila ninachomwambia yeye anafanya tu. Sikiliza na yeye anataka nini, umjenge namna hiyo ili kesho wenzake awaambie hapana. Kuna mtoto akiingia mahala anaiga kila kitu, hawezi kusema hapana. Na nyinyi tizameni yale makundi ya watoto, kule hatujafikia kusoma, lakini utagundua katika kila kundi la watoto kuna mbabe wao ambaye akisema wengine wanamfuata. Kwa sababu yoyote ile, hata majambazi unaona mkatili, wanajambazi yule mbabe ambaye wanapeleka pesa kwake wakishaiba. Yani yule mkubwa yule ambaye wanampelekea yupo pia. Kwa hivyo na watoto katika mikusanyiko yao wana kiongozi hajapigiwa kura, lakini ana sifa zake ambazo anawafanya wale wamsikilize. Pengine anawapiga makwenzi sana, pengine ana pesa anaiba nyumbani huwa anawagaia wale, kwa hiyo wanamsikiliza. Kuna sababu nyingi. Sasa mwanao akiwa hawezi kusema no nyumbani, akatoa maoni yake, akikutana na makundi ya wale watoto, kila atakachopewa yeye atafanya. Sigara akipewa hatokataa, atavuta. Na tabia nyingine mbaya. Kwa hiyo tukomee hapa leo. Nasallallahu al-auna wa tawfiqa lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.